Huyu beberu anaongelewa hapa ndiyo utawala sasa wa tatu katika sherehe ambayo Alexandra Mkuu aliyoifanya ili kuweza kumpatia mama yake sifa. Mama alikuwa amebaki na ujauzito ya ule Alexandra Mkuu, mama yake akaitwa Malikia. Wale wote ni wanamemba wa Church of Satan, yani ni wanamemba wa kanisa la Shetani. Ndio maana umekuta wanafanya celebration ya kwa wanatumia vidole, wengine wanafanya hivi. Hiyo wanaoifanya, huyu beberu anaongelewa hapa ndiyo utawala sasa wa tatu. Utawala wa tatu inaitwa munyama wa tatu. Huyu munyama wa tatu ambao ni utawala wa tatu ni utawala wa Kiyunani. Haleluya, amina. Huko Kongo kwa Kifaransa tunasema Empire Grec, yani utawala wa Kigiriki. Haleluya, lakini kwa Swahili nyingine wanasema utawala wa Kiyunani. Sasa huyu utawala wa Kiyunani ndio imelinganishwa na hiyo beberu. Utawala wa Medo-Perse ndio imelinganishwa na ile kondoo. Twende msomaji. Inashuhudia na kusema hivi. Twende vizuri. Pembe ile kubwa ilivunjika. Sasa aliyesimama kama kiongozi, kama mutawala wa hii ufalme wa tatu alikuwa naitwa Alexandra. Sijua mnamuitaje huko. Hivyo Alexandra Mkuu. Vizuri. Huyu Alexandra Mkuu ndio analinganishwa na ile pembe iliyokuwa kwenye kichwa ya hiyo beberu. Twende msomaji. Na badala yake zikazuka pembe ine mashuhuri. Zikazuka pembe ngapi? Mashuhuri. Acha niangalie hizo pembe kwa sababu kuna nafasi nimeandikia, lakini kutakuwa na ugumu sababu ya lugha. Mimi nimeandika kwenye lugha la Kifaransa, lakini niseme hivi, hii utawala wa tatu, utawala wa Wajemi, haleluya, uliotawaliwa na mfalme aliyekuwa anaitwa Alexandra Mkuu. Huyu yeye, niongee hapa vizuri, haleluya, amina. Huyu Alexandra katika ufalme wake, historia inasema ya kwamba walikuwa wanamwabudu Mungu Dagoni. Yaani katika dhama hizo walimwabudu Mungu Dagoni. Na baba yake na huyu Alexandra Mkuu alikuwa anaitwa Polo ama Paulo kwa Swahili sanifu. Sasa huyu Paulo aliweza kumuingilia huyu mama atakaye muzaa Alexandra Mkuu kwa kutokutaka kwake. Sasa huyu mama alipokasirika kwa kuona huyu baba amemtendea jambo lisilokuwa lizuri, akamuua. Alipomuua, mama alikuwa amebaki na ujauzito ya ule Alexandra Mkuu. Alipomuzaa Alexandra akakomaa. Alipokomaa akamuuliza mama yake, mama, baba yangu anaitwa jina gani? Mama akamwambia, baba yako anaitwa Mungu, yaani wewe ni mtoto wa Mungu, na Mungu ambaye alikuzaa anaitwa Mungu aliyeabudiwa katika ibada za miungu, Mungu anaitwa Dagoni. Sasa huyu Alexandra Mkuu akainuka na ile usujaa ya kutawala, kusema yeye ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Mama yake akaitwa Malikia. Sasa nini ninataka kuongea? Hii utawala wa tatu, utawala ya Uajemi, hii ndiyo imeleta mfumo ya ibada ya kitu kinachotawala leo, inaitwa mchezo wa kabumbu, mchezo wa kandanda. Haleluya, amina, haleluya, amina. Leo hii mpira unabeba watu sana.
Leo watu ni mashabiki wa mpira, lakini hawajua wanashabikia nini. Mpira ambao leo tumeona umechezwa uwanjani haukuanza jana au leo, umetokana na ibada zilizofanyika katika utawala wa mfalme wa tatu ambao ni utawala ya Uajemi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Katika sherehe ambayo Alexandra Mkuu aliyoifanya ili kuweza kumpatia mama yake sifa, ilibidi awaite wachezaji. Walipokuja hapo wakafanya ibada, na ni pale ibada ya michezo ilianza ambazo leo tumeziona. Sasa niongee hivi, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naongea hivi kwa wachezaji wa mpira, musifikirie kwamba mtapata uzima wa milele. Kwa sababu gani? Mpira imemilikiwa na Mungu, anaitwa Mungu wa mpira. Haleluya. Amina. Anaitwa Mungu ambaye anatawala roho ya watu wanaocheza hiyo ambayo tunasema mpira. Sasa ule Mungu anaitwaje? Kwa lugha la huko Kongo nitakuwa na ugumu, sijua mtanisaidia kunipa fasiri. Huko Kongo wanamuita Mungu Olympia. Huyu Mungu Olympia wanamuita Mungu wa kabumbu, Mungu wa wachezaji anayetawala mpira. Sasa huyu Mungu wa mpira ni yeye anachochea roho ya ushabiki. Unaelewa vizuri? Yaani unakuta mama anashabikia Yanga, baba anashabikia Simba, wote wako nyumba moja, si hivyo? Ndio. Simba ikipiga Yanga, nao wanaanza angaliana kama simba na mbuzi, hawasemeshane nyumbani. Mama akitaka kusema, baba anamwambia tafadhali, unajua kama timu yako imetushinda leo, hapa tunabaki kama mke na mume, lakini masuala ya kuongea hamuna, hadi kasilani yangu hiyo imepungua. Baba anayetawaliwa na hiyo asila, si kwamba amejitengenezea asila, lakini kuna roho ya Mungu wa mpira inayomtawala hadi amekuwa shabiki. Na kuna baadhi ya wengine wanapigana, baadhi ya wengine wanaumizana, baadhi ya wengine wanakwaruzana. Hata kinachonishangaza, nimesikia hapa kwetu Tanzania kuna baadhi ya makanisa imekuwa na kikundi cha mpira. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wachungaji, ninawauliza, mulianzia wapi? Mulianzia kwa roho gani kutengeneza kikundi ya wachezaji wa mpira ndani ya kanisa? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ile roho mumetoa wapi? Lakini ninajua ni roho yenye imetoka katika utawala wa ngapi? Utawala wa tatu, inaitwa ufalme ya Uyunani. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sasa niongee hivi, hakuna mpira bila uchawi. Haupo. Hao ambao mmewajua, najua kuna mchezaji mmoja ametoka Kongo amekuja kuchezea Tanzania, wanamuita Mayele. Hivyo najua Mayele amejulikana sana katika nchi ya Tanzania, akiwa amejazia akipiga mwamba amejazia goli, unamkuta anapiga kwenye mkono, anapiga kichwa. Cha ajabu, nimesikia hata makanisani kuna waimbaji wanaimba kwa mfumo wa mchezo wa Mayele. Haleluya. Amina. Mchungaji, acha kushirikiana na mifumo ya kitu kinaitwa mpira. Mpira unashirikiana na uchawi. Wale ambao umewajua Cristiano, umejua Messi, umejua Mbappe, umejua sijue Mayele, tumesikia wale wote ni wanamemba wa Church of Satan. Yaani ni wanamemba wa kanisa la shetani. Ndio maana umekuta wanafanya celebration ya kwao, wanatumia vidole, wengine wanafanya hivi. Hiyo
wamempea shetani heshima ya kwamba umetufaidisha na leo tumeshinda. Lakini cha ajabu nakuta mchungaji ni shabiki wa mpira, mama mchungaji shabiki. Hata nimesikia hapa kwetu Tanzania kuna baadhi ya makanisa Yanga na Simba wakiwa watachuana, hata mchungaji anaaririsha ibada iende mbio haraka haraka iishe kwa wakati, watu waende kwenye uwanja wa utazame mpira. Mchungaji kama huyu sio wa Mungu, ni wa shetani. Sio kwa zaro ninaongea ukweli wa maandiko. Haleluya, amina. Sasa kingine kinachonishangaza ni nini? Hata wa ndugu zangu Waislamu nao pia ni mashabiki wa mpira. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Amina. Tumshangilie Bwana Yesu. Amina. Kuna baadhi ya Wakristo na Waislamu wanashinda kwenye nyumba za kamari. Ni vile? Ndio. Hakuna Waislamu na Wakristo wanashinda kwenye nyumba za kamari. Wako. Wametoa pesa zao, wanasema Barcelona itapiga Real. Anatoa pesa, anaanza kubetia. Anaanza huko Kongo tunasema kubeti. Sijui kumnasemaje. Hivyo hivyo kila akiwepo Mkristo, akiwepo Muislamu, akiwepo mpagani unayefanya mambo ya kubeti, wewe ni mwanamemba wa shetani. Na nina mashahidi kwenye Qur'ani. Msomaji, mwalimu, kamata Qur'ani 219. Kamata mbili Qur'ani 219. Qur'ani 219 inasemaje msomaji? Kwa suratu Al-Baqara katika kitabu cha Qur'ani. Twende vizuri. Wanakuuliza juu ya ulevi na kamari. Wanapokuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unapoulizwa kuhusu habari ya kamari na ulevi, sema sika hivyo muna madhara makuu. Muna nini? Muna madhara makuu. Wewe unapata chenji yako, uende ukanunue chakula nyumbani, unaibeba kwenye beti, mzungu anakupora hayo, unatoka huko macho na vimba kama mtu ambaye ametumia pilipili. Muna hasara. Twende msomaji. Baadhi ya manufaa kwa baadhi ya watu. Kuna baadhi ya manufaa kwa baadhi ya watu, lakini madhara yake ni makubwa zaidi. Madhara ya kamari na ulevi ni makubwa. Twende. Na wanakuuliza watoe nini? Sema vilivyokusudieni. Ndio. Namna hivi Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya zake mpate kufikiri. Kamata 5. Twende msomaji. 5:60 yake. Qur'ani 5:90 inasema nini? Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Bila shaka ulevi na kamari. Bila shaka ulevi na kamari. Kuabudiwa na kuombwa. Na kuabudiwa na kuombwa kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Na kutazamia kwa maisha haya ya kupigia hamli. Na kwa vinginevyo yote haya. Ndio. Yote haya ndio ni uchafu. Ni nini? Ni uchafu. Lakini baadhi ya Waislamu hawaende kwenye ramuli, wanaenda. Kwanza Qur'ani yao imesema Uislamu imejengwa kwenye uchawi, ni katika kazi ya shetani. Hiyo kabisa sio mimi. Acha msomaji, piga hiyo 2 hapo kwenye Qur'ani, tuangalie Uislamu umejengwa kwa mfumo gani? Katika 202 kitabu cha Qur'ani. Twende msomaji. Qur'ani inasema hivi mwalimu. Twende vizuri. Afika hapo kabisa. 2 ngapi umesoma? 202. 202 kwenye Qur'ani. 102 kitabu cha Qur'ani. Twende msomaji wangu, nigombelee muda. Wakafuata yale waliofuata mashetani. Wakadai alikuwa katika ufalme wa Nabii Suleiman. Wakadai alikuwa katika ufalme wa Nabii Suleimani. Suleimani ya kukufuru. Bali mashetani ndio waliokufuru. Wakiwafundisha watu uchawi. Wakiwafundisha watu
nini? Uchawi. Twende kwenye fasiri au sababu ni nzuri. Aliyetajwa hapa. Kwa fasiri nasema Sulemani aliyetajwa hapa. Nabii Suleimani. Nabii Sulemani. Mayahudi wanamutikadi Nabii Suleimani. Twende vizuri. Kuwa ni mfalme aliyepata ufalme kwa uchawi. Twende. Si mtume. Si mtume. Basi. Na hao wachawi wa Kiislamu. Msomaji, soma Qur'ani mzuri. Usije ukawasingizie ndugu zetu wakati ambapo sio wao. Hiyo ni kitabu ya wanani? Ya ndugu zetu Waislamu. Hiyo ni kitabu cha Waislamu. Ndio. Inasema je kwenye fasiri? Basi. Na hao wachawi wa Kiislamu. Wachawi wa nini? Wa Kiislamu. Ndugu zangu, msije mkasema ninatukania. Hapana. Mimi ninanukuu Qur'ani kama inavyosemwa kwa mujibu wa imani iliyoletwa na Muhammad. Na kama utakuwa na swali ndugu yangu Muislamu, muda wa maswali upo. Twende msomaji. Katika 12:106. 12:106 nasema katika hao na wengi katika Waislamu hawamwamini Mwenyezi Mungu isipokuwa na huko natia ushirikina. Sasa ushirikina ni nini? Na haya hapa petu tunayo. Hata hapa Mwanza wapo. Ijapokuwa tunafuata Uislamu. Ijapokuwa tumefuata Uislamu, lakini tunatia ushirikina pia. Ndio maana umekuta baadhi ya mashehe wanafanya mambo ya ushirikina. Haleluya. Amina. Wakristo, haleluya. Amina. Sasa ninawaogopea Wakristo wanaosilimu kwenye Uislamu. Ni Wakristo wasiojua thamani ya Ukristo na hawajasoma kuhusu imani ya Uislamu. Hata hapa kwetu Mwanza tunao watu wa namna hiyo. Ijapo hiyo tunamuomba Mungu, lakini tunatia na nini? Na ushirikina. Sasa ya ushirikina Qur'ani imeongea vizuri. Twende katika 6:41. 6:41 msomaji. Yeye ndiye mtakayemuomba. Bali yeye ndiye mtakayemuomba. Atakuondoleeni mnayomuomba. Na atawaondoleeni mnachomuomba. Haya anaonesha kuwa makafiri wa zama hizo. Makafiri wa zama hizo walikuwa afadhali katika itikadi yao. Walikuwa afadhali katika itikadi yao juu ya uwezo ya Mwenyezi Mungu kuliko hao Waislamu wa zama hizi. Wanaomba mizimu. Wanaomba nini? Wanaomba mizimu. Wanaomba nini? Wanaomba mizimu. Hiyo ni kitabu gani unasoma kweli? Ni kitabu cha Qur'ani. Wanaomba mizimu na makaburi. Na nini? Na makaburi. Hiyo ndiyo imani ambayo imeletwa na aliyetangaza kuwa nabii. Na majini. Wanafanya nini? Wanaomba pia majini. Nafikiri kuhusiana na majini tukiingia hapo sasa mambo yatakuwa yanachangamuka kabisa. Yatakuwa yameenda vizuri kabisa. Sababu hata katika Qur'ani yenyewe 72 msomaji. Katika 72:1. Hii haya ya Qur'ani ya 72 inaitwa haya ya majini. Kabisa. Yaani majini nao ni Waislamu, ni vile 72. Na wana haya yao katika Qur'ani. Hata majini wanasema hatuna nabii isipokuwa Muhammad. Kabisa. Hatuna kitabu isipokuwa nini? Qur'ani. Yaani hiyo hapa sasa mambo yatakuwa yanachangamuka. 72 Qur'ani. Anzia kwenye moja tu. Iko suratu Al-Jini. Yes. Yaani sura ya majini yenyewe. Sasa msomaji, kabla hujasoma aone kama hapa tutakuwa tunacheka. Hapo. Sura ya nini? Ya majini. Sisi wa Kristo tukisikia kuna majini tunasema kwa jina la Yesu jini toka. Jini nakimbia kabisa. Lakini wenzetu wakiwa msikitini wanasema Allahu Akbar. Yaani hata majini wanakuja wanasema twende tukasali. Na wana kitabu ndani yake iko suratu Jini. Inasema, kabla hujasoma msomaji, acha nishangae kwanza kabisa. Yaani hapa ndugu zetu wa Mwanza, hiyo dini kiukweli inapigiwa debe. Hiyo dini imependwa sana, lakini sio dini la kweli.
kabisa la Mwenyezi Mungu, bali ni dini bandia. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini. Kundi moja la nini? La majini. Lisikia Qur'ani. Sasa acha niulize hivi, majini ina mwili kama binadamu? Tunayo hapa vile na tafsiri yayo. Kabla hujasoma kwanza, mimi nauliza hivi, ndugu zangu wa dini la Kiislamu, sijawatusi, ninasoma vitabu, nafikiri ni hivyo. Yaani ninatia hoja hapa, na ikiwa una haki ya kuivunja, uje uivunje kwa hoja. Ni hivyo kabisa. Mimi ninasoma haya za Qur'ani, nina vitabu vinaitwa Asili ya Majini, nina vitabu vinaitwa Sijue Maisha ya Muhammadi, nina Qur'ani na vitabu vingine. Sasa ninayoisoma hapa katika Qur'ani 72, tumeanza kwenye aya ya kwanza. Hiyo kichwa ya hiyo kitabu yenyewe inaitwa Sura ya Majini. Yaani kwenye Biblia kuna injili ya majini? Sijawahi ona. Wakati Yesu anatuambia kemeeni mapepo. Haleluya. Amina. Enda kwanza usome Qur'ani vizuri. 72 moja, ende vizuri. Sema. Imefunuliwa kwangu ya kuwa nini? Kundi moja la majini. Lilisikia Qur'ani. Likasema. Hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Tumesikia Qur'ani ya ajabu. Twende msomaji. Katika hapa hujamaliza. Inaongoza katika uongofu. Majini ikasema sisi tumesikia Qur'ani na inaongoza katika, kwa hivyo tumeiamini. Sasa ninauliza hivi, majini haina mwili kama binadamu. Mtume Muhammad alikuwa na mwili wa kibinadamu. Swali linakuja, ili ya wahubiri majini walikuwa wanakutanana je? Hapo aliye na mwili anaenda kuwahubiri wa viumbe wasio na mwili wa kibinadamu, nafasi yao ya kukutanana ni wapi? Hiyo sio swali. Yaani inabidi au majini zivae mwili ya kibinadamu, au mtume mwenyewe avue umwili wa kibinadamu, awe kama jini miongoni mwa majini, ili wapatane vizuri. Soma msomaji. Katika kitabu cha Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao. Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao. Imetafsiriwa na aliyekuwa kazi mkuu wa Kenya. Imesemaje? Inasema, twende ndugu msomaji, lazima utambue ya kwamba majini viumbe vya Allah. Majini ni viumbe vya nani? Vya Allah. Majini ni viumbe vya nani? Vya Allah. Twende ndugu msomaji, nikosa kupinga kuweko kwa uchawi, kwani uchawi ni jambo ambalo liko tangu kale, kama ilivyoelezwa ndani ya Qur'ani. Imeelezwa ndani ya Qur'ani. Na isitoshe hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilogwa. Alifanya nini? Akalogwa. Hiyo ni mada ingine kabisa. Achia hapo. Ndugu zetu, sisi Wakristo tumeshakia Uislamu, na ndio maana tunautangaza kwamba sio dini sahihi, kwa sababu ni dini ambalo limechangamana na viumbe vya ajabu ambavyo vimeitwa majini. Na kama nyinyi mmeshirikiana na hao majini, itakuwa vigumu sana sisi Wakristo tuwe na ushirika wa kiroho. Yaani kimwili sisi ni marafiki, katika mwili sisi ni wandugu kabisa. Tunachangia basi, tukiwa safarini, tukiwa kwenye mgao tumetumia chai pamoja, tukiwa kwenye mashamba tumelimia pamoja. Lakini tukiongelea imani, sisi hatushiriki mashetani ndugu zetu. Sisi hatushiriki majini kabisa. Tunavikemea katika jina la Yesu. Sisi tunavipiga kabisa. Hadi zinalia zinasema mtuache twendeni msikitini ambapo tumekubaliwa tukaishi pamoja na ndugu zetu. Lakini acha turudie basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ndio maana nilisema kama kuna baadhi ya waadhiri wa Kiislamu
ambao wanaweza kuhitaji tuongelee Ukristo na Uislamu katika vitabu mbalimbali, muda upo, tupo hapa, hatujakimbia, tunaongea, na tunapoongea tunahitaji tusikiliwe, na kusudio letu si kwamba tuvunje heshima ya wengine, bali hoja liwe limetengenezwa katika kitabu na hoja iliyo limevunjwa kwa aya ya kitabu. Nafikiri ni hivyo tu kabisa. Acha nirudie kwenye Bible. Sawa, hapo najua kunaanza kuchangamuka na ndugu zetu wanaanza kufurahi na tunawachunga kwenye maswali ili tupate kuongea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilikuwa ninaongea habari ya kamari. Ni dhambi kwa wale wanaoenda kwenye beti. Wote wanaobeti, wanaoshabikia mpira, wao ni wapagani. Amina. Na katika kuwa kwao hawataona uzima wa milele. Msomaji, twende katika Danieli 7. Pale tumeingia kwenye aya yake ya 7. Vizuri msomaji. Baada ya hayo. Vizuri. Baadaye twende. Nikaona katika njozi ya usiku. Danieli akaona kwenye njozi ya usiku. Nikaona katika njozi ya wakati wa usiku. Akaona nini? Natazama. Nini? Mnyama wa nne. Mnyama wangapi? Wa nne. Mnyama wangapi? Wa nne. Huyu mnyama wa nne ambao ni ufalme wa nne ndio kusudi letu la kuwa hapa. Sababu mnyama wa kwanza ambao ni utawala wa Babeli umepita. Mnyama wa pili ambao ni wa Umedi na Uajemi umepita. Mnyama wa tatu ambao ni utawala ya Uyunani umepita. Sasa katika zama zetu leo, ufalme unaotawala sasa ni habari ya mnyama wa nne. Haleluya. Amina. Sasa tuongee uchache kuhusu mnyama wa nne.